الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiendelea katika kitabu Ahkamul Janaiz ya Muhammad Nasruddin Albani, na bado tunaishi katika mlango wa as-salatu ala al-mayit. Tukafikia kwenye ukurasa nambari 126 kwa wale wenye vitabu, basi tuko katika ukurasa nambari 126. Na katika sehemu hii ya kuswalia maiti tumekuwa tukizungumzia kuhusu dua zilizopokelewa kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, ambazo akizitumia wakati anaposwalia maiti. Ingawa dua yoyote nyingine itafaa, lakini kutanguliza mbele kwanza za mjumbe wa Mwenyezi Mungu ni bora zaidi, kwani hizo kwa vyovyote vile zitakuwa ni bora zaidi kuliko dua nyingine zote. Katika sehemu hii ya ukurasa wa 126 tulifika kwenye kifungu hiki cha 82, ambapo anasema والدعاء بين التكبيرة الأخيرة، na dua kati ya takbira ya mwisho, kwa mfano takbira ya 4, kati ya takbira ya mwisho wa taslimi na kutoa salamu, dua pale kwa hakika mashru'un, zipo, zimewekewa sheria. Hata kama ilivyothibiti zaidi ni katika takbira ya 3 ndio ndipo hasa panafanywa dua, lakini hata katika takbira ya mwisho ya 4 ile, baada ya takbira na kutoa salamu, pale vile vile mtu kama atapata nafasi anazidi kuomba dua juu ya maiti yule, au kujiombea vile vile wao walio hai. Lihadithi Abi Ya'fur, yamethibitishwa hayo kutokana na hadithi Abi Ya'fur an Abdullah ibn Abi Awfa, kutokana na Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu qala, amesema shahidtuhu, nimemshuhudia yeye baba yangu, wakabbara ala janazati 4, na akakabir juu ya jeneza fulani takbira 4. Thumma qama sa'atan, kisha kabla ya kutoa salamu baada ya takbira 4 akasimama kitambo kirefu kidogo, yani yad'u, yani anaomba dua. Thumma qala, kisha baada ya kumaliza kuswali alisema kuambia wale wanaowasalisha, imma walimuuliza kama tutakavyoona mbele, tutakuja hadithi hii baadaye,
au yeye mwenyewe tu kuondoshia watu wasiwasi, aliwaambia atarauni kuntu ukabbiru khamsa, nadhani mlidhani mimi kwamba nitaitoa takbira ya 5 labda kwa kimya changu kile. Baada ya kumaliza takbira 4 ikawa mimi sikutoa salamu, nimekaa kimya, nadhani nyinyi mliniona mimi nitatoa takbira ya 5. Qalu la, wakajibu hapana, hatujakuona hivyo kwa hakika, tulijua kama pale unaomba dua. Qala, naye baba yangu akasema, inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kana yukabbiru 4, alikuwa baada ya siku akitoa takbira 4, na kabla ya kutoa salamu mtume akiomba dua vile iko baada ya takbira ya 4 kutoa salamu pale pale, na iko vile vile baada ya takbira ya 4 kuzidi kuomba dua zaidi. Yote hayo yamethibiti kwa mtume mwenyewe. Hadithi hii akhrajahu al-Baihaqi, ameitoa Imam Baihaqi bi sanadin sahihin, kwa mategemezi yaliokuwa sahihi. Thumma akhrajahu huwa, kisha akaitoa hadithi hii yeye mwenyewe Baihaqi wa Ibn Majah wal Hakim wa Ahmad, wakaitoa tena hadithi hii lakini min tariq Ibrahim al-Hijri, kwa njia nyingine ambayo katika wapokezi wake yumo huyu bwana Ibrahim al-Hijri, na yeye amepokea an ibn abi Awfa, kutoka kwa mtoto wa Abi Awfa, illa annahu rafa'ahu ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa huyu mtoto wa ibn Abi Awfa amenyanyua hadithi mpaka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Wazada ba'da qawlihi, na akazidisha baada ya tamko lake pale aliposema baba mtu, inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yukabbiru 4, hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu alikuwa akitoa takbira 4, thumma yamkuthu, kisha akaongeza maneno haya, kisha anakaa mtume kitambo, sa'atan, kitambo kabla ya kutoa salamu, thumma yamkuthu sa'a, kisha anabaki mtume kitambo, fayakulu ma sha Allah an yakula, hapo kabla ya kutoa salamu uyasema maneno ya kumuomba Mwenyezi Mungu, yale alomjaalia Mwenyezi Mungu kuyaomba. Thumma sallama, kisha mtume atoa salamu. Wa qala al-Hakim, Hakim akasema, hadha hadithun sahih, hadithi hii vile vile huyu Ibrahim al-Hijri sahih, lakini wa Ibrahim lam yankum alayhi bihujjatin, hakuieleza hadithi hii hasa kwa hoja zilizokuwa fatweni. Qultu, Albani anasema bala, kwa nini siwe hivyo? Walidhalika ta'aqqabahu Dhahabi biqawli, ndio maana Imamu Dhahabi akaja na maneno nyuma yake kwa kusema qultu, nimesema, yani Dhahabi, wa'afu Ibrahima, huyu Ibrahimu wamemdhoofisha maimamu. Qultu, na mimi nikasema, kwa nini kumdhoofisha maimamu? Walidhalika lisu'i hifdhihi, kwa sababu ya uovu wa hifadhi yake. Huyo alikuwa kidogo hifadhi yake si nzuri, haifadhi mambo sawa. Lakini waqad ashara ila dhalika al-Hafidh, pamoja na hayo ameashiria Hafidh biqawlihi fi taqrib, kwa kauli yake katika kitabu at-Taqrib, asema kwamba linul hadith, ni hadithi laini, raf'un mawqufat, imenyanyuliwa mpaka kwa mtume, lakini katikati yake inaonekana kwamba yamesita hayo mambo kwa masahaba na sio kumfikia mtume mwenyewe. Fawaid, zifuatazo ni faida chini katika hati ndogo ndogo baada ya mstari. Anasema faidatul ula, faida ya mwanzo tunayoipata hapa, qala al-Hafidh fi at-Talkhis, amesema bwana Hafidh kwenye kitabu Talkhis ya kwamba qala al-ulama, wamesema wanavyuoni, ikhtilafu al-ahadithi fi ad-du'a ala al-janazati, tofauti ya hadithi kuhusiana na dua ya jeneza, mahmulun, zimechukuliwa ala annahu kana yad'u ala mayitin bidu'ain, ya kwamba mtume alikuwa akiomba juu ya maiti kwa dua fulani, wa ala akhari bi ghairi,
na kwa maiti mwingine mtume atatumia dua nyingine, hakuwa kwamba katika dua moja tu. Kwa hivyo hapa kasikilikana kaomba hii na hapa kasikilikana kaomba hii, wewe unakusanya na hifadhi na unafanya vile vile kama alivyofanya mtume. Maiti fulani utakuwa unaomba dua hii, na si kila siku maneno hayo hayo tu, badilisha katika Qur'an kwenye sunna za mtume zile, mara umeomba hii mara hii kama mtume alivyokuwa anafanya. Walladhi amara bihi aslu du'a, na ikiwa mtume katoa amri akiswali mmoja wenu afanye kitu kadha 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 kadha, pale patakuwa kwa hakika ndio msingi wa dua zote. Zile nyingine zile zinakuwa kama ni matawi, lakini pale alipotoa amri kwamba fanyeni hivi, hapo panakuwa ndio msingi. Hiyo ni faida ya kwanza. Athania, faida ya pili, qala ash-Shawkani fi Nil al-Awtari, amesema mwanachuoni Imamu Shawkani katika kitabu chake alichokiita Nil al-Awtari kwenye sahifa kadhaa, akasema idha kana al-musalla alayhi, itakapokuwa yule mwenye kuswaliwa juu yake tiflan, ni mtoto mdogo, hajawahi kuchuma madhambi akaondoka duniani. Nawawi anasema istuhiba an yakula almusalli, inapendezeshwa au inasuniwa kusema mwenye kuswalia maiti yule mtoto mdogo dua hii ifuatayo. Maneno hayo anasema Imamu Shawkani, anasema inapendezeshwa kuomba dua hii: Allahumma, Mwenyezi Mungu, ij'alhu lana salafan, kifanye kitoto hichi kwetu sisi ni chombo kilichotangulia mbele na sisi wenyewe tutapatia nyuma. Wa faratan, na ni msiba uliotupata kwa kukikosa kitu ambacho ni kizuri kukitumia duniani. Mtoto faratan, na ni kitu kilichokosekana kwetu sisi ambacho ni msiba. Wa ajra, na ujaalie kuondoka kwake duniani sisi tupate malipo kwa subira yetu tutakayosubiri. Rawa dhalika al-Baihaqi, maneno haya ameyasimulia al-Imam al-Baihaqi min hadithi Abi Huraira, kutoka kwenye hadithi ya Abi Huraira. Na ndio maana Shawkani akasema na yeye kwamba yustahabu, inasuniwa au inapendezeshwa, kwa sababu iko hadithi ya Abi Huraira ambayo Baihaqi amesimulia. Warawa mithlahu Sufyanu, na akasimulia vile vile mtu mmoja anaitwa Sufyanu fi jami'ihi, ndani ya kitabu chake alichokiita Jami', yani mkusanyiko wa hadithi. Amesimulia hadithi hii an al-Hasani, kutokana na Sayyid al-Hasan. Ukifungua ukurasa wa 127 kwa wale wenye vitabu, bado tupa macho yako chini katika hati ndogo ndogo baada ya mstari, maneno hayajesha bado. Sehemu ya juu ni wache kidogo kwanza, tutairejea baadaye. Tunaendelea na ile maandishi madogo madogo yale chini. Qultu, sasa Albani anaingia na maneno yake kuhusiana na dua hizi za khususia kwa mtoto mdogo: Allahumma ij'alhu lana salafan faratan wa ajran. Anasema Albani sasa, hadithu Abi Huraira, ama kuhusu ile hadithi ya Abi Huraira inda al-Baihaqi, ambayo tumesema kwamba Baihaqi ndio alosimulia, kwa hakika isnaduhu hasan, mategemezi yake ni mazuri, haikufikia katika daraja ya isnaduhu sahihun. Maana daraja za hadithi ziko tofauti, ziko daraja za hadithi sahihi, alafu nyingine kadha, alafu nyingine kadha, nyingine hasanun. Alimradi mategemezi yake ni mazuri, kama rawahu Abu Daudi fi al-Masail, kama ambavyo amesimulia Abu Daudi kwenye kitabu chake Masail anhu, kutokana huyo Abu Hurairah. Qultu, anasema Albani, hadithu Abi Hurairah inda al-Baihaqi, hadithi ya Abi Hurairah mbele ya Baihaqi, isnaduhu hasanun, mategemezi yake ni mazuri, haikufikia katika daraja ya usahihi. Lakini
wala ba'sa fil amali bihi, hapana ubaya wowote kutumia dua hili, kwa sababu imekuja angalau katika hadithi ya mtume ipo, sahaba mtume yupo Abu Huraira na mategemezi yake yamekwenda si dhaifu, yamekwenda katika daraja angalau hasan. Hapana ubaya kutumia dua hili kwa mtoto mchanga aliyekuwa hajapata madhambi, kumwombea ukasema kwamba Allahumma ighfir lahu warhamhu, Mungu msamehe na hivi na hivi. Wako maulama kuanzia masahaba waliona kwamba huyu hataki msamaha wowote kwa sababu hana madhambi, ila dua zenyewe zitakuja ij'alhu lana salafan, mjaalie kwetu sisi ni kitu ambacho kimetangulia, wa baraka, na msiba ambao umetukosa sisi huu, faida yake tukuitumia duniani kwetu ni msiba, wa ajran, na utupe malipo huko mbele. Anasema la ba'sa fil amali bi, hapana ubaya kutumia dua kama hiyo fi mithli hadha almawdi, katika mfano wa nafasi kama hii ya kumsalia mtoto mchanga ambaye hakufikia umri wa kutuma madhambi. Wa in kana mawqufan, hata kama hadithi yenyewe Albani namna alivyopeleleza ameikuta mawqufu, maneno yake yamesikia kwa sahaba, hakuna aliyesikia kwa mtume. Kwa nini mawqufu? Idha lam yattakhidhu, na mtu atafaa kuitumia hadithi hii idha lam yattakhidh sunnatan, pindi kama hakuchukulia ni mwendo wa mtume huo. Kama atakubaliana kwamba haya mambo mawqufu yametokana na mapendekezo ya sahaba na mmoja tumie, sawa kabisa, hapingi Albani, lakini kwa sharti laweka kwamba asije akaona kwamba hii ni sunna. Kwa hakika kuthibiti katika sunna haikuthibiti katika hoja pekee, bihaithu yuaddi dhalika, kwa sababu kama ataichukulia ni mwendo wa mtume itapelekea jambo hilo ila dhanni, katika kudhania annahu ani nabii, kwamba jambo hili limetokana na mtume sallallahu alaihi wasallam, na kumbe halikutokana na yeye. Anasema Albani, walladhi akhtaruhu, jambo ambalo nalichagua mimi. Nani Albani achagua yeye? Na hivi kwa hakika ndiyo kufilisha wasomaji. Kwanza unathibitisha kauli zilizokuja, watu wametegemea nini, na halafu kama utazivunja unavunja kwa hoja na dalili, ima sanad kadha kadha, na halafu unasema kwamba njia ninayoichagua mimi. Sawa kabisa, kuliko kuhujumu tu upande mmoja bila ya hoja wala bila kuzingatia kitu. Anakwenda vizuri Albani mpaka sasa, baada ya kuthibitisha kwamba hakuna ubaya, kitu kipo kutoka kwa Abu Huraira, wamesimulia watu, lakini yeye alipozama, huyu ni mwanachuoni wa hadithi sana Albani, katika mustalah wa hadithi yeye ameongelea vizuri. Kwa hivyo, na ni mwana usuli vile vile, ameigundua hadithi hii kwamba ni mawquf, daraja zake kwa hakika mbali ya kuwa ni hasan mawquf, imesita kauli yake kwenye sahaba, si kutokana na mtume. Anasema ninayochagua mimi, Albani anasema, an yad'u fi salati ala tifli, mtu aombe katika sala ya kumsalia mtoto mdogo, binawi thani, katika ile namna ya pili tuliyozungumza katika darasa iliyopita nyuma. Namna ya pili hiyo mtu akitaka arejee kwenye ukurasa 124 atakuta hiyo namna ya pili ambayo ipokewa katika dua za mtume akiombea maiti. Kwenye ukurasa wa 124 kwenye arfani kutoka utaona an Abi Huraira, imepokewa kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amwiradhi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, ya kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu kana idha salla ala janazatin, alikuwa anaposalia juu ya jeneza, yakul, usoma dua hii, moja katika dua nyingi zilizopokelewa kwake alikuwa akitumia hii, akisema nini tu, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, Mwenyezi Mungu wasamehe walio hai katika sisi Waislamu na maiti zetu sisi Waislamu, wa shahidina wa ghaibina, na wasamehe walioshuhudia hapa kusalia maiti huyu na wale waliokuwa hawakushuhudia hapa kwa dharura mbalimbali kwa kwingine huko, wa saghirina,
na uwasamehe vile vile wadogo wetu. Ya laiti kama Mwenyezi Mungu katika elimu yako unajua, laiti kama angekuwa hai mpaka katika miaka 40 unamjua angefanya nini mja wako, basi msamehe vile vile. Si hoja kwamba kutenda dhambi tu. Mwenyezi Mungu alima ma kana wa alima ma yakunu wa alima ma la yakunu law kana kaifa kana yakunu. Hii ndio itikadi sahihi walioikamata ahli sunna wal jamaa katika sifa za Mwenyezi Mungu. Wanamtakasa kwa kusema Mwenyezi Mungu ameyajua yaliyopita nyuma na anayajua yanayopita sasa na anayajua yatakayokuja baadaye, hata baada ya miaka milioni. Kama dunia itabaki kwa miaka milioni na kuja mbele, Mwenyezi Mungu anajua kutatokea nini. Na vile vile Mwenyezi Mungu amejua kwa jambo ambalo halikuwa. Kwa mfano kiumbe kafa tumboni, kiumbe kafa mchanga, halikuwa, yani hakuwa hai duniani miaka 40. Mwenyezi Mungu anajua lau kana, laiti kama angeliishi kiumbe yule, kaifa kana yakunu, ni vipi angelijua. Mwenyezi Mungu anajua ni vipi angelikuwa. Mwenyezi Mungu anajua. Kinyume na itikadi ya Kishia ya kwamba Mwenyezi Mungu anayo albidaya, kufuru kubwa hiyo. Albidaya yani kumdhihirikia mambo kwa ghafla, ala kutambua mwanzo, kumbe iko hivi, sasa nageuza mambo. Yani Mwenyezi Mungu atakuwaje? Mwenyezi Mungu hasa iwe yeye anayo bidaya, mambo ya kuyatambua anakuja kuyaona ghafla tu. Na hichi vile vile kipo, basi nitakana kiwe changu katika ardhi, kumbe kuna mti kama huu, sikutambua mimi huu. Wanaamini na miaka wanapoteza, wanaamini wenyewe hivyo albidaya. Lakini ahli sunna wal jamaa, Mwenyezi Mungu kwao alima ma kana wa alima ma yakunu wa alima ma la yakunu law kana kaifa kana yakunu. Sasa utaona hapa katika dua ambayo Mtume kaitumia, ametumia wasamehe wasaghirina, wadogo wetu. Je, mdogo katenda madhambi mpaka samehewe? Hii ni kutokana na elimu yake Mwenyezi Mungu. Na hivi kama angelikuwa mkubwa angefanya nini? Mwenyezi Mungu anajua. Wakabirina, na wasamehe wakubwa zetu. Au katika maana ya wadogo, si lazima awe mdogo, mtoto mchanga. Wadogo ni vijana vile vile, wadogo miaka 20 miaka 30, wadogo bado. Ulimwengu hawajua vizuri, wanakuwa sawa na mahayawani umri ule watu. Kwa hivyo wale watu wazima kuanzia miaka 40 na kuendelea kikao kutulia angalau. Lakini wale wadogo wadogo 25 30 pale pia huchukuliwa saghirina. Pia inaweza kuwa hii saghirina ikaja katika maana hiyo. Lakini Albani anasema mimi nimeichagua dua hii kumwombea hata mtoto mchanga. Imekusanya wote hao, wadhakarina, na wanaume katika sisi Waislamu, wa unthana, na wanawake pia katika sisi wasamehe. Allahumma inna man ahyaitahu minna, yoyote utakayemhuisha katika sisi Waislamu, fa ahyihi ala alislam, mhuishe juu ya dini ya Kiislamu. Wa man tawaffaitahu minna, na yule ambaye utamfisha miongoni mwetu, fatawaffahu ala alimani, mfishe juu ya imani. Kisha Mtume kumalizia kwa kusema Allahumma la tahrimna ajrahu, Mwenyezi Mungu usitukoseze sisi ujira wa maiti huyu. Tulieleza nini maana ya kusema usitukoseshe ujira wa maiti huyu, tulieleza zamani sasa zilizopita. Akitaka mtu faida yake hapo anaweza kuitafuta kanda iliyopita nyuma, ataona nini maana ya usitukoseshe ujira wake. Wala tudillana ba'dahu, na wala usituachie sisi kupotoka baada yake. Tumeeleza vile vile vipi watu hupotoka baada ya maiti kufa. Lakini hapa Albani asili ya kuchagua dua hii imo hii wasaghirina. Sasa kwa hivyo hii imekuja katika hadithi sahihi, akhrajahu Ibn Majah wal Baihaqi min tariqi Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi an Abi Salamah anhu. Imekuja katika kama hizo. Ama ile nyingine ya Abi Hurairah ambayo tunazungumza huku, ile anasema kwa hakika masnadi yake ni mauqufu, daraja yake ni hasan. Kwanza akasema sifaa kuitumia, lakini yeye kaichagua hii. Tukirudi katika kurasa wa 127 anasema mimi nimeichagua an yad'u fi salati ala tifli, mtu aombe katika sala ya mtoto mdogo, bidawa thani, katika ile namna ya pili ambayo ile ndio kupelekeni kule. Ni kaulihi fihi, kwa sababu kauli yake Mtume mle
alikuwa ameomba wasaghirina, na wadogo wetu vile vile wasamehe. Kisha mtume akazidi kuomba Allahumma la tahrimna ajrahu, Mwenyezi Mungu usitukoseshe sisi ujira wake maiti huyu, na wakati huo anamsalia mtoto mdogo. Kuna ujira maalum wanapata watu pale, ila ukienda mazikoni, ila ukishiriki katika jambo la msiba wa mwenzako, kuna ujira mkubwa unaopata. Ukishiriki kwenye kusana sanda, ukishiriki katika kuchimba kaburi, ukishiriki katika kuchukua maiti, ukishiriki kwenye kukosha, alimradi mambo yote yale yana ujira mkubwa. Lakini kuna watu wengine wanakosa ujira ule kwa sababu watakuja kufanya mambo ya uzushi pale katika mambo ya mazishi. Wataacha mambo ya mtume walete mambo mengine pale, watu ujira wanaokosa. Kwa hivyo mtume akiomba kwa kuashiria kwamba watu wawe makini sana katika mambo haya, ndani yake mna ujira, wasikavuruga ujira wao. Ndio maana la tahrimna ajrahu wala tudhillana ba'dahu, na wala usituachie kupotoka sisi baada ya yeye. Watu chungu nzima wanapotoka baada ya mtu kufa. Kuna ambao hawaamini kwamba Mwenyezi Mungu amechukua kiumbe chake, wanaona mkono wa mtu unafanya kazi pale, na hivyo wanakwenda kudanganywa kwa huyu na huyu na huyu. Mwisho anaambiwa kama mtoto wenu yupo hajafa na anakuja kila siku nyumbani kwenu nyinyi. Hawezi kusema tu na hivi na hivi, mimi kama mtanipa ng'ombe watatu, kama mtanipa hivi, basi nitakuleteeni. Wapi? Wanafilisika kutoka namna kama hiyo. Kwa namna kama hiyo watu wanapotoka baada ya kufa mtu, au watamuomba yule aliyekufa, watamtazamia kaburini mwake na kuanza kumwita na kumuomba badala ya kumwombea yeye dua. Hapo watu wanakuwa wanapotoka, au kutufu kwenye kaburi lake, kama ambavyo ibada hiyo inatakiwa ifanywe pahala maalum pamoja tu kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu ya Kaaba pamoja tu. Watu watakuwa wanafanya tawafu kwenye makaburi. Kwa namna kama hiyo ndipo watu wanapotoka baada ya kufa mtu. Dua ya mtume ilikuwa hivi. Albani anasema mimi nimeichagua hii kwa sababu kwanza imekuja katika masala sahihi, na ile faida ya kufa mtoto mchanga imo kwenye dua ile imetajwa, kuliko kumfanyia takhsisi ile mtoto kwamba Allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa ajran. Kwa hakika hakuikataa, anasema kwa hakika la ba'sa ila amali bihi, hakuna ubaya kuitumia, lakini ikachagua hii. Anasema waqad dhahaba al-Imam Ahmad, kwa hakika amekwenda kwenye rai Imam Ahmad ila istihbab du'a fi hadha al-mawtin, katika pendekezo la kuomba dua tu bila ya kumfanyia hususia mtoto mdogo kumkusudia yeye, bila ya kuleta dua maalum kwa sababu ya kumwombea mtoto mdogo au kwa sababu ya kuomba kwa ajili ya mtoto mdogo yule. Imam Ahmad mwanafunzi wa Shafi ama shekhe mtu Shafi kachagua ile ya mtoto mdogo yule, ndio watu wa Shafi wamekwenda kule. Ama yeye Ahmad bin Hanbali amependezesha dua yoyote fi hadha al-mawtin katika nafasi kama hii, kama rawahu Abu Daud, kama alivyosimulia Imam Abu Daudi fi masaili katika kitabu chake Masail anhu, kutokana huyo Ahmad. Wa huwa madhhabu Shafi'ia, na hata watu wa Kishafi vile vile wako wengine wamekubali hivi, dua yote inaweza kaombwa. Wastadalla lahum an-Nawawi, na Imam an-Nawawi akatolea dalili kwa watu wa Shafi fi majmu'i, kwenye kitabu cha Majmu'i ukurasa kadha kadha, bi hadithi al-Hijri, wanapata hadithi ya yule Ibrahim al-Hijri nilimtaja nyuma, al-madhkur aliyetajwa a'lahu huko juu, ambaye tayari Albani kamtaja kwamba watu wamemdhoofisha bwana huyu kwa sababu ya shughuli hifdhi, ubaya wa hifadhi yake. Walistidlalu bima qablahu aqwa, ama dalili zilizokuja kabla ya jambo hili la Ibrahimu Hijri huyu, kutokana na ile ya pili tulisoma sasa hivi, ile dalili lakini kubwa zaidi, zina nguvu. Wa huwa hujjatun ala al-Hanafiyyati, na imekuwa ni hoja kwa watu wa Hanafi, haithu qalu, wale waliposema thumma yukabbiru rabi'a, kisha mwenye kusalia maiti atatoa takbira ya 4, wa yusallimu, na atatoa salamu, min ghairi dhikrin bainahuma, bila ya kutaja dhikri yoyote pale baina yao. Njia hiyo vile vile ipo kama tulivyosema, baada ya takbira ya 4 anaweza mtu akatoa salamu pale pale, na baada ya takbira ya 4 anaweza kuomba dua vile vile. Dalili ni ile ile hadithi ya Abi Huraira ambayo imetangulia nyuma, ndani yake limekuwa mtume alisemalo fa akhlisu lahu du'a, kuanzia takbira ya 3 na kuendelea
mkusudieni yeye maiti dua. Wa hadha haqqun, na hili ni jambo la haki kwa haki. Walakinnahum khassuhu bitakbirati thalitha, lakini wao walihusisha dua hii katika takbira ya tatu. Wa'tarafa an-Nawawi, na akakiri Imamu an-Nawawi bi annahu mujarradu da'wa, kwamba hapa ni dua yoyote ile. Faqala, akasema wa mahallu hadha ad-du'a, na pahala pa dua hii at-takbirati thalitha, kwa hakika ni katika takbira ya tatu. Wa huwa wajibun fiha, na jambo hilo ni wajibu ndani yake. La yujzi fi ghairiha bila khilaf, hakuna kujuzu katika takbira nyingine bila khilaf. Walaysa litakhsisihi biha dalilun wadihun, na wala hakuna kuhusisha kwamba iwe katika takbira ya tatu, hakuna dalili kwa wazi wazi kwamba lazima takbira tatu. Wattafaqu ala annahu la yata'ayyanu laha du'a'un, na kawafikiana ya kwamba hapa mtume kwa hakika hakuainisha dua maalum kwa ajili ya mtoto mchanga au mtu mzima, bali alichanganya mtume kila kitu. Akaendelea kusema tena Albani kwa maneno mengine, kultu, nikasema lakin isaru ma taqaddama, lakini yale mapokezi ya kauli za maswahaba ambayo yametangulia nyuma na maimamu vile vile, min adiyatihi sallallahu alayhi wasallama, kutokana na dua zake mtume wa Mwenyezi Mungu, alama istahsanahu ba'dhu an-nas, katika yale ambayo wamependezesha baadhi ya watu, mimma la yanbaghi an yataraddada fihi muslimun, ni katika mambo ambayo hapana shaka mimma la yanbaghi, hayatakikani kabisa an yataraddada fihi muslimun, kuyatumilia mara kwa mara muislamu ndani yake. Katika mambo ambayo dua mbalimbali wamependezesha watu walizofanya wenyewe, anasema Albani, la yanbaghi, hizi kwa hakika hazitakikani, an yataraddada fihi muslimun, kuzitumia kwa kwenda na kurudi kila mara muislamu yoyote. Kwa nini ikawa asitumie hizo? Kwa nini ikawa zifai? Kwa nini asizoe sana hizo? Kwa sababu fa inna khairal huda, kwa sababu bora ya uongofu, huda Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ni uongofu aliyokuja nao Muhammadi. Mtu ashikamane na zile za mtume bora zaidi. Na katika dua za mtume tunasema kila mara hazikubakisha kitu, ile haja hasa unayoitaka imo katika dua ambazo mtume kaomba yeye. Tena baada ya kuzimaliza hizo, kama unataka nyingine lete, lakini hutopata haja yako yoyote ila mtume kishaomba zamani dua katika haja hiyo yoyote utakayo. Na kuna pahala mtume kakusanya zote haja zako zote kwenye maneno machache tu basi, kama alivyosema Allahumma inna nas'aluka min alkhairi kullihi, Mwenyezi Mungu sisi tunakuomba katika khairi zote, ajilihi wa ajilihi, ya kutufika kwa haraka na ya kutufika pole pole, ma alimna minhu wa ma lam na'lam, kuanzia tunayojua na tusiyojua. Hapa tena utakwenda wapi wewe hata ikawa haja yako haimo? Basi ni bora kutumia dua ambazo mtume kazisoma au kazifundisha au kama mtume, kwa sababu khairal huda, ubora uongofu, huda Muhammad, kama itakavyokuwa ni uongozi wa mtume ni bora zaidi. Walidhalika qala Shaukani, na kwa ajili hiyo ndivyo alivyosema Imamu Shaukani kwamba wa'lam, tambua muislamu, qad waqa'a fi kutubil fikri, kwa hakika yametokezea katika vitabu vya fikri, dhikru adhiyati, kutajwa madua mengi, ghairi al-ma'thura, yasiyopokelewa kwa mtume anhu sallallahu alaihi wasallam, ghairi al-ma'thurati anhu sallallahu alaihi wasallam, yasiyopokelewa kwa yeye mtume sallallahu alaihi wasallam. Watamassuki bithabiti anhu aula, na kushikamana, anasema huyo Shaukani, kushikamana na dua zilizothibiti kwa yeye mtume, hiyo ni aula, bora zaidi kuliko kukamata matabu yameandikwa madua, mwisho wake watu wanaingia mpaka kuabudia binadamu katika dua nyingi ambazo watu wamezifanya wenyewe, kama kitabu chekundu hichi kilichoenea humu mwetu sisi. Kitabu hichi duniani hakijulikani. Kuna kitabu gamba lake jekundu
kinaitwa Jawshan. Kimeenea kitabu hicho, watu wanacho sana mashehe, na mara nyingi wakenda mazikoni wakitia mfukoni. Akitakiwa kuitwa pale, kishaekewa kozi na vibao na ina mkeka pale, ende akisoma talqini mle kwenye kitabu chekundu imo talqini. Ikiwa kuhifadhi, anachomoa mfukoni, anasoma basi. Mwanzo kwenye kitabu kapamba vizuri. Mna sura Yasini, ni moja katika sura 7 al-munjiyati. Mna sura al-Waqi'a, ni moja katika 7 al-munjiyati. Mna sura al-Mulk, ni moja katika 7 al-munjiyati. Mna sura al-Hadid, ni moja katika 7 al-munjiyati. Halafu kuna baadhi ya nyuradi yametia na majina ya Mwenyezi Mungu, Asmaullah Husna, lakini ndani yake mna huo uogo wa talqini huo. Ndio maana watu wakawa tena hawataki kuacha, wameshikilia kitabu hicho, ndio kimetaja talqini ile, ya Abdullah ibn Umatullah udkhul al-ahda allati khalaqta min ad-dunya alayhi ad-dunya, namna kama hiyo, ila kaza 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 kaza. Lakini katika hatari kubwa zaidi kuliko hatari zote zilizomo ndani ya kitabu hicho, iliyo kubwa zaidi ni ile ya kumkufurisha mtu na kumtoa katika Uislamu kabisa, na kumfanya atende jambo la shirki lisilokuwa na msamaha bila mizizi. Wapi hapo? Mwisho kabisa wa kitabu. Kumbe kile kitabu kile kimeletwa na Wafursi. Kumbe kile kitabu kile waabudiaji moto ndio waliokiandika kile. Kumbe kile kitabu kinatokana na Mashia. Ndani yake mna maneno gani? Nadi aliyan, mwite Ali na mwake Mungu. Kwa nini mwite Ali? Mazhara al-ajaibi, yeye ndiye mwenye kutokeza kimaajabu maajabu. Tajiduhu aunan laka, utamkuta ukimwita Ali utamkuta kwa upande wako wewe. Tajiduhu aunan laka, ni mwenye kukusaidia wewe binawaibi, katika misukosuko yote ulionayo. Sayanjali, basi ataokoka mtu binubuwatika, alafu katika binubuwatika ya Muhammad, kwa utume wako ya Muhammad, wa binubuwatika ya Ali, na kwa utume wako ya Ali. Ina maana Ali naye pia ni mtume kwao. Na pale kumuanza Muhammad pale ni kudanganya tu, itikadi iliyopo kwa Muhammad utume si wake ikampokoja. Na kule kuitwa mwisho wake ya Aliyu, ya Aliyu adrikni, adrikni, mwisho iko hivyo, ya Aliyu, ya Aliyu adrikni, ewe Ali nidiriki mimi hapa nilipo. Ina maana hata ule utume daraja ndogo kwa Ali, yuko kwenye uungu kabisa. Ndio maana ikawa ya Aliyu, ya Aliyu adrikni. Ama hapa Muislamu kama anatumia ile na kwamba anaamini kwamba sasa naomba, basi kwa hakika ametoka kabisa katika Uislamu. Kwa nini iwe katoka? Naam, kwenye Qur'ani Karim Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika, kwa hakika sisi au mimi pamefunuliwa habari Muhammad kwako wewe kutoka kwangu mimi Mungu, si peke yako, wa ila alladhina min qablika, na hata kwa mitume wengine waliopita kabla yako. Habari inasemaje? La in ashrakta, pindi ukishirikisha Muhammad. Kila mtume tumemwambia hivyo, ukishirikisha. Na shirki inakujaje? Inakuja shirki katika kumwita na kumtegemea na kumuomba asiye kwa Mungu, ukamwambia adrikni, adrikni. Hapa maneno haya hafai kuambiwa yoyote ila Mwenyezi Mungu pekee yake. Ikiwa unaomwita yuko hai, yuko London, unaomwita kishakufa, basi kwa hakika hawezi kudiriki. Mtume kaweka wazi, idha sa'alta fas'alillah, ukiomba muombe Mungu, wacha kila kitu. Wa idha sta'anta fasta'in billahi, na ukitaka msaada, taka msaada kwa Mwenyezi Mungu. Fanya amali njema zikusaidie na sio majina ya watu. Wasta'inu bis-sabri was-salah, takeni kusaidiwa na Mwenyezi Mungu kwa kusubiri na kusali. Na daima mtakuta inna Allaha ma'a sabirina, Mwenyezi Mungu yupo pamoja na kusubiri. Kwa hivyo wa idha sta'anta fasta'in billahi wa'lam, kama mtume anaweka wazi mambo, na juu
ijtamaat, umati wowote, si Marekani, si Mrusi, si Mfaransa, si dola zenye nguvu duniani hizo, kama ulikusanyika umati huo ala an yanfa'uka, juu ya kwamba ukunufaishe wewe mtu, nakwambia lam yanfa'uka, hautaweza kukunufaisha wewe umati huo illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka, isipokuwa labda kwa kitu ambacho Mwenyezi Mungu tayari amekiandika ukipata. Hawana kitu chochote watu. Wala mjitamau, na laiti kama watu walikusanyika ala an yadhuruka bi shay'in, juu ya kwamba wakudhuru wewe kwa jambo lolote, lam yadhuruka, hawataweza kukudhuru illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka, isipokuwa labda kwa jambo ambalo Mwenyezi Mungu ameandika juu yako ulichokifanya. Rufi'atil aqlam, zimekwisha nyanyuliwa kalamu kwenye makbari ya Mwenyezi Mungu. Wajuffati suhufu, na wajaffati suhufu, na karatasi zimekwisha kauka wino. Kwa hivyo la in ashrakta, ukishirikisha Muhammadi, la yahbatanna amaluka, zitaporomoka amali zako zote nzuri, wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa ni miongoni mwa wale kula hasara. Kila mtume tumemwambia hivyo, Kwa hivyo kumwita yoyote na kwa sababu Mwenyezi Mungu ni shirki, ndani ya kitabu kile wa kidato Jawshan, hii munadi aliyan mazhar alajaib, mwanzo kimepangwa vizuri mno. Mna aya za Qur'ani, mna surati Yasini, mna katika sura 7 wa Munjiati, na mna asmaullahi alhusna, na mna salatu ala nabii, lakini nyingine salatu nabii hazikuja katika riwaya yoyote, ni katika man-made mambo waliofanya binadamu, hazikuja katika riwaya yoyote. Na mwisho wake tena kamvizia mtu kishampata, anakiamini kitabu kile na Qur'ani na asmaullahi alhusna na hivi, mwisho anakuambia sasa hivi muombe hapo. Na mtihani wa Mwenyezi Mungu mkubwa zaidi, mtihani wa Mwenyezi Mungu ni mkubwa mno. Mja akishaona kwamba njia hiyo ndo aitumie, basi Mwenyezi Mungu hummiminia pale pale, iwe kama kwamba kweli, na ataona milango inafunguka, kama biashara, makafia gani, lakini hatimaye nini atafanya duniani binadamu kwa majumba aliyojenga na biashara, basi nini manake? Si atahama dakika yote, si ataondoka na kitambaa cha baba na pamba iliyochovelelea ndo toziba kwenye tundu zake zote, ndo nini? Wanzur liman malaka dunya biajma'iha, mtizame aliyomiliki dunia na mkusanyiko wake, hal raha minha, je anaondoka katika dunia hiyo na jambo lolote lile, bighairi alkutuni walkafani, bila ya pamba na kitambaa cha baba. Kwa hivyo hana maana kupata kitu. Albani anasema ya kwamba, nikasema tena zaidi ya kwamba bal i'taqid, bali yafaa uitakidi muislamu sasa ndani ya moyo wako, annahu wajibun, kukamata dua ambazo mtume ndiyo akizitumia, itakidi kwenye moyo wako ndo wajibu. Kila ukiomba zitafute mtume kaomba vipi kwenye kila haja yako, siku zote kamata haja ya Rasul, tena uitakidi kwamba kufanya hivyo ni wajibu. Ala man kana ala ilmin, yule ambaye anajua mtume akifanya dua gani pala fulani dua gani, basi kama vile tena uitakidi katika moyo wako, huyu mtume kaletewa nini? Si kaletewa kuwatoa watu kwenye visa na kuwapeleka kwenye mwangaza. Basi kama unavyomfuata kwenye swala, kama unavyomfuata kwenye funga, kama unavyomfuata kwenye hija, basi mfuate katika maombi vile namna alivyoomba na wewe omba vile. Ala man kana ala ilmin, hasa kwa yule mtu ambaye anajua dua za mtume kaomba kitu gani pala fulani, bima warada anhu, kwa yale ambayo yamekuja katika riwaya kutokana na yeye sallallahu alaihi wasallam, faladulu anhu, basi uadilifu wote kutokana na yeye mtume. Ina idhin, wakati huo, yukhsha, inaogopewa mtu kama ataacha kuomba dua za mtume akakamata dua nyingine, yukhsha, inachelewa, inaogopewa, an yahiqa fihi qawlu llahi tabaraka wa taala, kuja kuthibitika ndani yake kumkumba mtu tamko la Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani ametuhadithia mambo machafu waliokuwa nayo Mayahudi,
Halafu ikaja kauli mbaya sana kwa wao. Uchafu gani ulikuwa na Mayahudi? Ukienda katika sura Bakara utakuta mkasa walipokuwa Mayahudi wanavuka na mtume wao Nabii Musa baada ya kusha kuokolewa kule na utawala mbaya wa Firauni, wakapitishwa kimiujiza katika bahari ya Red Sea. Wako njiani wanaelekea kupewa ardhi nyingine ili wapate maisha, walikuwa wakiruzukiwa vyakula vya kiajabu ajabu, manna na salwa. Basi ulifika wakati wakafanya fidhuli, wakamwambia Nabii Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Una habari Musa? Sisi yake hatuwezi kusubiri tena kwa chakula kimoja, tuchoka talaka. Manna salwa asubiri jioni, manna salwa, tuchoka sisi. Sasa tunaona ud'u lana rabbaka, tuombee sisi kwa Mola wako, yukhrij lana, atutolee sisi mimma tumbitul ardu, katika vitu mbalimbali vinavyooteshwa na ardhi bana. Bakliha, tupate mboga zake ardhi, wa kifaiha, na matango yake, wa fumiha, vitunguu vyake, wa adasiha, kidogo pana adesi pahala hivi, wa basaliha, kachumbari kitunguu maji kidogo hivi, wa adasiha basaliha. Unapata matango pahala, vitunguu maji, vitunguu saumu na hivi na hivi. Umebana salwa, tumechakinai sisi. Kala, hapa ikaja tamko la Mwenyezi Mungu ambalo hapa katika Albani anasema mtu asije akaacha ya mtume hata katika kuomba dua kwake, kama watu wa sunna hawa wasile mbali katika kumfuata mtume kwenye ibada tu, hata namna ya dua anazoomba mtume usikiuke, hebu nenda vile vile, kwa sababu lisije likakupiga tamko la Mwenyezi Mungu ambalo wametupiwa nalo Bani Israili. Lipi hilo? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mwataka mbadilishiwe nyinyi kwa kitu kilichokuwa duni kabisa, adna billadhi huwa khair, kwa kitu ambacho ni bora zaidi. Manna na salwa kimechaguliwa na Mwenyezi Mungu, chakula kile cha kuwafaa katika dhiki ile kwenye jangwa. Kila ndani yake mna kila aina ya vitamin, mna chuma mle, mna sukari mle, mna kitu gani mle, mna kila kitu ambacho anahitaji, hawezi kupata katika chakula. Ni chakula cha ajabu kilikuwa. Wale wakataka badilishiwe wapewe kitu duni kabisa. Nini mboga za ardhi, nini matango, nafikiri wewe kulinganisha na manna na salwa? Nini adesi, vitunguu maji, vitunguu saumu kulinganisha na manna na salwa? Kwa hoja hii Albani anasema nini dua za mwingine yote aliyoomba kulinganisha na maneno matakatifu yaliyotoka ya kidhahabu, maneno ya dhahabu yaliyomponyoka mtume Mwenyezi Mungu anapoomba. Hebu tizama wewe aliyad Rasul, soma dua za mtume, machozi yatakutoka. Utapozikamata dua za mtume, umekaa peke yako siku ya 8, unahisi hasa kwamba sasa jawabu inakuja kwa utulivu kabisa, kwa fasaha kabisa. Ushapiga rakaa zako 11 kwa mfano, Mwenyezi Mungu amekuruzuku siku hiyo, umeisoma Qur'ani vizuri mno, unakaa kitako pahala, unaziomba dua za mtume, unahisi usiku wa 8 ule. Sasa ndo ule wakati Mwenyezi Mungu anauliza, man yasaluni, nani anoniomba fa u'tiyahu, nimpe. Man yad'uni fa astajiba lahu, nani anoniita nimuitikie. Ukivipiga vyuma vile, unahisi usiku ule kwamba sasa jawabu yateremka automatically. Kuacha dua za mtume ni kama kufanya maneno mengine, ni kama mambo waliofanya Mayahudi kwa kumwambia Mwenyezi Mungu tunataka hivi. Ikaja kauli mbaya sana kwa wao, alama ya kushtua. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, mwataka mbadilishiwe kwa kitu ambacho ni duni kutokana na kile ni bora zaidi. Haya, mbele kuna nini? Ihbitu misran, haya ingieni kwenye huo mji basi. Fa inna lakum ma sa'altum, hukum mtayapata hayo mlioyaomba. Sasa nendeni kufanya kazi. Hii manna na salwa mnakula kwa urahisi kabisa, mfanye kazi yote. Sasa itabidi mkailime ardhi, muone uchungu wake ardhi. Kuilima mpate hayo matango, mpate hizo mboga, mpate hizo adesi, itabidi muifukue ardhi. Baada ya hapo tunakuja zetu juu sasa kwenye ukurasa huo wa 127 kwenye kifungu nambari 83, juu kabisa mkono kulia.
thumma kisha baada takbira ya 4 na kuomba dua hizo zote kwenye kusalia maiti, yusallimu, atatoa salamu mtu taslimataini, salamu mbili, mithla taslimihi fi salati almaktuba, mfano wa salamu yake anapotoa katika sala ya fardhi. Ihdahuma, mojawapo katika salamu hizo, an yaminihi, atatoa huku anageukia upande wa kulia wake, wal ukhra, na salamu nyingine, an yasarihi, ataitoa huku anaelekea upande wa kushoto wake. Na hayo li hadithi Abdullah ibn Mas'ud, ni kutokana na hadithi ya bwana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, amesema, thalathu khilal, kuna mambo matatu jamaa, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaf'aluhunna, alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu akiyafanya mambo hayo matatu, lakini kwa masikitiko makubwa, tarakahunna nasu, wameyaacha mambo hayo watu Waislamu. Thalathu khilali, kuna mambo matatu, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu yafaluhunna, akiyafanya mambo hayo matatu, tarakahunna nasu, wameyawacha watu mambo hayo. Ihdahunna, mojawapo katika hayo matatu, at-taslimu ala aljanazati, ni kutoa salamu juu ya jeneza, mithla taslimi fi salati, mfano wa kutoa salamu kwenye swala. Watu wameacha kitu wengi katika madhehebu mbalimbali, wanasimama wanaswalia pale, wanafanya hivi, na kama tulivyoona nyuma, kuna wengine tu alhamdulillah wameitoa aibu, basi mwisho pale imekwisha, hakuna kutoa salamu tena, hivi hivyo ndio hivi hivi basi. Akhrajahu al-Bayhaqi, hadithi hiyo ya Mas'udi ameitoa Imam Bayhaqi bi isnadin hasanin, kwa mategemezo yalikuwa mazuri. Wa qala an-Nawawi, na akasema Imam an-Nawawi, isnaduhu jayyidun, mategemezo yake madhubuti. Wa fi Majma'i Zawaidi, na katika kitabu cha Majma'i Zawaidi, ambayo hadithi hiyo imekuja rawahu Tabarani, amesimulia Tabarani fil Kabir, kwenye kitabu cha Kabir, wa rijaluhu thiqatun, akataja kwamba watu wake waliosimulia ni watu madhubuti. Wa qad thabata fi sahihi Muslim, na kwa hakika ilithibiti ndani ya sahihi ya Muslim, wa ghairihi, na kitabu kingine, Ali ibn Mas'ud, kutokana na huyu Ibn Mas'ud, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana, yakaba mtume alikuwa, yusallimu taslimataini, akitoa salamu mbili, fi salati, katika sala. Fahadha yubayyin, bas kwa hivyo kauli hii vile vile inabainisha anna al-murada bi qawlihi fi al-hadith al-awwal, madhumuni ya tamko lake katika hadithi ya mwanzo, mithla taslimi fi salati, mfano wa kutoa salamu kwenye swala, ay taslimataini al-ma'hudataini, yani salamu mbili zilizoeleka katika sala fardhi, basi na kwenye swala jeneza vile vile. Haya, kwanza na tutie alama vitabu vyetu kwamba tunakomea kwenye ukurasa huo wa 127. Inshallah siku tutakayokuja katika darasa ya Ahkam Janaiz tutaondokea ukurasa wa 128 na tutaanzia juu kabisa. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا كربا إلا فرجت، ولا عيبا إلا سترت، ولا دينا إلا أديت، ولا مكسورا إلا جبرت، ولا عدوا إلا قهرت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ظالما إلا قهرت،
ولا غائبا إلا إلى أهله غانما سالما رددت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى